إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالات. ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla fi ula na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana kumcha Allah jalla fi ula fa innahu qad faza almuttaqun. Katika aljuma zilizopita tulikuwa tukinasihiwa na kuhusiwa na kuhimizwa katika ibada ya haji, kutekeleza ibada ya haji, ibada ambayo ni katika ibada zilizowekewa misimu maalum, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, alhajju ashhurun ma'lumat. Ibada ya haji ni ibada yenye kuhirimiwa katika miezi maalum, ambapo ni mwezi wa Shawwal wa Dhulqa'da, kadhalika na 10 la kwanza la Dhulhijja. Hadhihi ashhurul hajj. Na hivi sasa tupo katika mwezi wa Dhulqa'da, ambao mwezi huu ni shahrul istidad liman arada alhajj, mwezi wa kujiandaa kwa wale wenye kukusudia kutekeleza ibada ya haji. Huu ndio mwezi ambao wengi katika Waislamu wanaufanya kuwa ni mwezi wa maandalizi, kujiandaa kwenda Makka kutekeleza ibada ya haji. Tufahamu wazi ya kwamba ibada ya haji ruknun min arkani alislam alkhams, ni moja katika nguzo 5 za Uislamu, na ni ibada ya wajib kwa kila mwenye uwezo, ikiwa hilo ni agizo la Allah jalla fi ula, kadhalika na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Walillahi ay haqqun wajib, ni haki ya Allah tabaraka wa ta'ala ya wajibu kwa waja wake. Hijjul baiti
kwenda kutekeleza ibada ya haji katika nyumba tukufu al-Ka'batul Musharrafa. Kwa yule mwenye uwezo wa kuifikia nyumba hiyo, kwa yule ambaye Allah tabarak wa taala amemwafikisha kuwa na wasaa, kuwezeshwa uwezo wa kimali, kadhalika uwezo wa kiafya, kwa sababu ibada ya haji ni ibada ya kimwili, kadhalika ni ibada ya kimali. Unaweza ukawa na mali lakini huna afya ya kuweza kwenda kutekeleza ibada ya haji, inahitaji uwe na nguvu. Yule atakayewafikishwa na Allah tabaraka wa taala akawa na afya njema na akawa amejaliwa kuwa na mali ya kumwezesha kufika Maka na kurejea, kutekeleza ibada ya haji kwake yeye ni wajibu. Na atakayeacha kutekeleza ibada hiyo fahuwa athimun, mtu huyo atakuwa ni mwenye kuchuma madhambi yaliyokuwa makubwa, ikiwa ameacha kutekeleza ibada ya haji hali ya kuwa naamini kwamba ibada hiyo ni wajibu. Fahuwa murtakibun likabira, huyo atakuwa amefanya dhambi kubwa, kuacha kutekeleza agizo la Allah tabaraka wa taala na kutekeleza ibada ya haji hali ya kuwa ana uwezo wa kutekeleza ibada hiyo, na asienda kufanya haji hali ya kuwa haamini kwamba sio wajibu. Mtu amejaliwa mali lakini si mwenye kwenda kutekeleza ibada ya haji. Kwa nini haendi? Anaamini kwamba ibada ya haji sio wajibu. Huyo anakuwa amekufuru, wal iyadha billah. Idhan, ndugu katika imani, bado tunahimizana, kwa sababu hizi ndio nyakati za kuhimizana Waislamu kwenda kutekeleza ibada hii adhimu ambayo Allah tabaraka wa taala ameifaradhisha kwetu sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yetu, kama alivyomwamrisha Allah tabaraka wa taala mtume wake Ibrahim alayhi salam, waadhin fi nnasi bilhajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watangazie watu ibada ya haji kuwa ni wajibu kwa wao. Watakujia katika hali tofauti tofauti. Wako wengine watakuja wakiwa wanatembea kwa miguu yao, kwa sababu wanatoka sehemu za karibu na sehemu ambapo inatekelezwa ibada ya haji, na wengine watakuja wakiwa juu ya vipando, wakiwa juu ya wanyama waliokondeana kwa sababu ya uchovu wa safari. Watakuja kutoka sehemu mbalimbali katika dunia. Hili ni agizo la Allah tabaraka wa taala, amwamrisha Ibrahim alayhi salam. Ibrahim akatekeleza agizo la Allah, akawatangazia watu, na watu wakaitikia wito wa Allah, wakaenda kutekeleza ibada ya haji. Wa hakadha pia mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maagizo kwa kusema, ya ayuhan nasu, enyi watu, inna Allaha qad farada alaykumul hajja fahujju, Allah tabaraka wa taala amekufaradhishieni ibada ya haji, basi nendeni tekelezeni ibada ya haji haraka iwezekanavyo. Itikieni wito wa Allah tabaraka wa taala kwa kutekeleza ibada ya haji kwa wale wenye wasaa wa kufika pale Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Na hii ni amri kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, utakuta baadhi ya Waislamu Allah tabaraka wa taala amewajalia kuwa na afya njema na amewajalia kuwa na mali za kuweza kwenda na kurudi Makka, lakini si mwenye kutekeleza ibada ya haji. Ukimwambia na kumnasihi, nenda katekeleza ibada ya haji ndugu yangu, anakuambia dua tu, niombee dua.
Allah hajaniwafikisha. Muislamu, haya maneno hayatakufaa na wala hayatokusaidia hapa duniani, kadhalika na baada ya maisha haya ya dunia. Na ufahamu ya kwamba maisha haya ya dunia ni maisha mafupi, ni maisha ya mpito, ni starehe yenye hadaa. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Maisha haya dunia hayakuwa isipokuwa ni starehe yenye kudanganya. Muislamu, na wako wengine ambao tunawafahamu wameishi wakiwa na mali, wanakwenda katika pande mbalimbali za dunia, katika nchi mbalimbali, kwenda kutalii na kufanya biashara wao na familia zao, lakini kutenga bajeti ya kwenda kutekeleza ibada ya haji, jambo hilo limekuwa ni gumu kwa wao, pamoja na nasaha walizopewa, lakini haijawapitia taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine mpaka umauti umewafika hali ya kuwa hawajaenda kutekeleza ibada ya haji, na hii ni hasara iliyokuwa kubwa sana. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Mwingine ukimwambia nakwambia insha Allah mwakani nitakwenda, mwakani, kila mwaka ukipinduka anasema nitakwenda mwakani, bajeti haijakaa sawa. Anafanya kazi ya kukusanya mali na kuhesabu na kulimbikiza, hatoi mafungu ya wajibu katika mali yake, ikiwemo fungu la kwenda kutekeleza ibada ya haji. Muislamu anakuwa ni mwenye kusema nitakwenda mwakani. Unajuaje Muislamu kama mwakani utafika? Lile jambo ambalo una uwezo wa kulifanya hivi sasa, ibada ambayo una uwezo wa kuifanya hivi sasa, Muislamu jitahidi kuitekeleza kwa muda huu ambao Allah amekujalia kuwa hai na una afya njema. Itekeleze ibada hiyo na umuombe Allah akukubalie ibada yako, na usisubiri ya kwamba nitakwenda mwakani, kwa sababu hujui kama mwakani utafika. Wako ambao walidhamiria mwaka huu waende wakatekeleze ibada ya haji, mwaka jana hawajenda, wakasema watakwenda mwakani, lakini Allah tabaraka wa taala amewachukua hapa katikati na hawajawafikishwa kwenda kutekeleza ibada ya haji. Sasa usiwe katika hao Muislamu, na bado hujachelewa, muda bado upo. Kwa yule ambaye alikuwa hajaazimia kwenda kutekeleza ibada ya haji mwaka huu na akisema kwamba nitakwenda mwakani, basi Allah haraka sana Muislamu, kama wasaa unao, nenda katekeleza ibada ya haji. Nenda katika miasasati, katika taasisi mbalimbali, angalia taasisi ambayo ni munasib, sajili majina yako ili uweze kwenda kutekeleza ibada ya haji. Bado hujachelewa, muda bado upo. Hizi ndio nyakati na ndio vipindi ambavyo mahujaji wanaelekea katika mji wa Makka kutekeleza ibada ya haji. Jitahidi Muislamu, uende ukatekeleze ibada hii kabla haujakufika umauti, kwa sababu hujui utakufa lini na saa ngapi. Hiyo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ibada ya haji kama tulivyosema kuwa ni ibadatun maliya badaniya, ni ibada ya kimali na ibada ya kimwili kadhalika. Kwa hivyo wale ambao hawajawafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na wasaa, kuwa na mali, na hawajapata wa kuwasaidia kwenda kutekeleza ibada ya haji, basi wao hawatoulizwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa nini hamjatekeleza ibada ya haji? Utaulizwa wewe ambaye Allah amekujalia mali na afya njema, kisha ukafa hali ya kuwa hujatekeleza ibada ya haji. Utaulizwa na Allah jalla fi'ala, atakuuliza mali yako umeichuma katika njia gani na umeitumia vipi? Kwa nini hujaenda kutekeleza ibada ya haji pasina kikwazo chochote cha kisheria, hali ya kuwa ibada hii ya haji
imefaradhishwa kwa umri mara moja, na siyo ibada ambayo kwamba ni wajibu kwa kila mwaka. Fakaifa lau kana kadhalika, ingekuwaje kama Allah tabaraka wa taala angeifaradhisha ibada ya haji kuwa ni wajib fi kulli sana, kwa kila mwaka, ikiwa watu hawaendi kutekeleza ibada hii ambayo imefaradhishwa kwa umri mara moja. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, alhajju marratan, ay hajjatul islam, hija ya Kiislamu, hija ya fardhi ni mara moja katika umri. Ukishaenda mara moja Muislamu, basi umetekeleza na umekamilisha nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu. Ni wajibu kwako wewe mara moja katika umri wako. Faman zada fahuwa tatawwu, basi atakayezidisha akaenda kufanya haji mara ya 2, mara ya 3 mpaka mara 100, fahuwa tatawwu, hizo haji zingine zote zitakuwa ni sunna kwake yeye. Ama haji ya wajib ni ile ya mwanzo ambayo tunaomba kila mmoja wetu Allah atuwafikishe tuweze kuitekeleza ibada hiyo adhima. Faman hajja alfaridata, basi atakayetekeleza ibada ya haji ya wajib, yustahabbu lahu an yahujja marratan ukhra, si vibaya bali inapendeza kwake yeye, kama Allah amemjalia kuwa ni mwenye mali, inapendeza kwake yeye kwenda kuhiji mara kadhaa, kwenda mara kwa mara kutekeleza ibada ya haji. Yustahabbu lahu dhalika, inapendeza kwake yeye kwenda kutekeleza ibada ya haji. Kadhalika, na kama Allah amekujalia kuwa na mali, si vibaya kuwasaidia Waislamu wenzako ambao hawana uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ya haji. Si vibaya ukawasaidia, ukawalipia gharama zote za kwenda na kurudi katika mji wa Makka kwenda kutekeleza ibada ya haji. Wadhalika khairun laka, na kufanya hivyo ni bora kwako wewe, na unakuwa unalimbikiza na unawekeza katika mizani ya mema yako siku ya Kiyama. Walakinna akthara an-nasi ghafilun, lakini watu wengi wameghafilika na jambo hilo, kutumia fursa kwa zile mali alizowajalia Allah tabaraka wa taala, kuzitoa mahala husika, mahala ambapo panamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani tujitahidi sana, wale ambao Allah tabaraka wa taala amewezesha wasaa wa kwenda kutekeleza ibada ya haji, haraka sana, na usisubiri kwamba nitakwenda mwakani. Kadhalika, katika nasaha zangu za leo, baada ya kutoa nasaha bil umum kwa wale wenye wasaa kwenda kutekeleza ibada ya haji, natoa nasaha bil khusus kwa watu wa miasasa, watu wa taasisi zinazojihusisha na masala ya kupeleka mahujaji kwenda kutekeleza ibada ya haji. Jambo la kwanza, al-ikhlasu lillahi jalla wa ala, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo wanalolifanya, ambayo ni ibadatun adhima, ni muamala ambao ndani yake kuna ibada. Wanataamali, wanawasaidia watu kwenda kutekeleza ibada, na haya ni maagizo ya Allah tabaraka wa taala, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kwa ni juu ya watu wa taasisi kumcha Allah tabaraka wa taala katika kazi yao ya kuwasaidia mahujaji, na watarajie malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba wanapata riziki ndani yake, lakini kwanza wamtangulize Allah jalla fi'ala, na wawe wa kweli katika kazi yao. Wanapowaambia wale mahujaji ambao ni wateja wao, pindi wateja hao wanapokwenda kulipa kwa lengo la safari ya kwenda haji, wawe wa kweli
na wawaambie uhalisia wa zile huduma ambazo wanazitoa wao kama taasisi, na wasiwafiche, kwa sababu wakiwaficha mahujaji wakiwa Tanzania mathalan, watu wamekuja katika taasisi yako, wanakuja kujisajili na kulipa gharama za kwenda na kurudi, hujawaambia kwamba huduma zetu ni kadha wa kadha, au umewaambia ukawaelezea huduma zenu, makazi yenu Makka na Madina, kwamba tutakaa karibu na haramaini, tutakaa sehemu ambazo ni karibu na haramu mbili, Masjidil Haram na Masjidin Nabawi, hamtapata shida ya kwenda kutekeleza ibada. Ukawaeleza hivyo, watu wakashawishika kulipa gharama za kwenda. Kisha baada ya kufika huko Makka wakakuta ni vitu viwili tofauti, maelezo waliopewa wakati wa semina na kile walichoenda kukiona kule Makka au Madina ni vitu viwili tofauti. Jambo hili ni kosa ambalo wanalifanya baadhi ya taasisi, jambo ambalo linapelekea mahujaji wageni wa Allah wako katika ibada ya haji, badala ya kusikia raha na kufurahi, wanakuwa katika huzuni na chuki, kuwachukia watu wa taasisi, mpaka kufikia hatua kutoa maneno machafu na matusi mpaka ya nguoni, kuwatusi watu wa miasasa. Kwa nini inafikia hatua mahujaji wanatoa maneno makali na mazito na machafu kuwalembea watu wa taasisi? Ni baada ya kufika kule Makka au Madina, baada ya kumaliza ibada ya haji, wakienda Madina, kama watakuwa walianza Makka, basi sehemu wanazofikia wakakuta ni tofauti na vile walivyoelezwa. Hili halitakiwi. Kuweni wa kweli, waambieni uhalisia ulivyo wa huduma zenu, kwamba sisi taasisi yetu tunachukua milioni 6. Kwa hivyo sisi tunachukua bei ya chini, tunasafirisha mahujaji kwa bei ya chini kabisa kuliko taasisi zote. Kwa mujibu huo, kutokana na pesa ndogo mnayoitoa, huduma zetu pia hazitakuwa nzuri sana, ikiwemo makazi yetu Makka, hatutakaa karibu na haram. Jambo la kwanza hilo mlijue mahujaji. Kadhalika Madina, hatutakaa karibu na haram, tutakaa mbali, tutakwenda huko Chanika na Mvuti wapi. Kwa mkiona tumewafikishia huko, msilaumu na msilalamike, ni kutokamana na gharama ambazo mmezitoa, na sisi tunachukua gharama ndogo ili tuweze kuwasaidia hata wale wenye pesa ndogo waweze kutekeleza ibada ya haji. Watu wasajili majina yao wakiwa wanajua, hata wakifika huko hawatopata kuingiwa na hasira na ghadhabu na chuki, kwa sababu washajua kwamba pale walipowekwa ndio panaendana na zile gharama walizotoa. Lakini sio mnawachukuza watu kwa pesa ya juu, halafu mnawapeleka sehemu za mbali, kisha mwanzo mliwaambia mtawaweka sehemu za karibu na haramaini. Jambo hili madhara yake yatakurudieni nyinyi watu wa taasisi. Kwa hivyo nasaha yangu, watu wa miasasa, mumche Allah tabaraka wa taala, na muwe wa kweli katika yale ambayo mnayowaambia mahujaji ambao ni wateja wenu, na mtaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.